Mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche ameeleza kuwa uamuzi wa mahakama ya rufani wa kutupilia mbali maombi ya mkurugenzi wa mashtaka nchini ni udhibitisho mwingine wa wazi kuwa mashtaka yanayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu ni ya uongo na ni ya kisiasa. Kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram, mwanasiasa huyo mwandamizi wa upinzani John Heche alibainisha kuwa mashtaka hayo yamekuwa yakitumiwa kama chombo cha kumtesa kiongozi huyo mkuu wa Chadema na kupoteza muda wake wa kutekeleza majukumu ya kisiasa na kijamii. Kauli hiyo ya mjumbe wa kamati kuu ya Chadema imekuja mara baada ya mahakama ya rufani ya Tanzania kutoa uamuzi uliogonga mwamba kwa upande wa jamhuri uliokuwa ukilenga kumrejesha shahidi wa polisi ACP Amini Mahamba ili kutoa ushahidi wa ziada katika shauri hilo la jinai. Kiongozi huyo mwandamizi wa Chadema John Heche aliongeza kuwa hatua ya mkurugenzi wa mashtaka kukimbilia mahakama ya rufani akijua fika matokeo yake ya kisheria ilikuwa ni mwendelezo wa kuchezea haki za msingi za mshtakiwa na kutumia taasisi ya ofisi ya mashtaka kuchelewesha mashauri mahakamani. Kupitia ujumbe huo ulioambatana na picha ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu, mwanasiasa huyo mwandamizi John Heche alisisitiza haja ya kesi zote zinazomkabili kiongozi huyo kutupiliwa mbali mapema ili aweze kurejea kwenye majukumu yake ya kawaida. Taarifa hiyo ya mjumbe wa kamati kuu imeibua mijadala mikubwa miongoni mwa wananchi na wadau wa sheria nchini waliotoa maoni mbalimbali gusia mfumo wa utoaji haki, utendaji kazi wa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka na athari za kuchelewa kwa mashauri ya kisiasa mahakamani. Aliyekuwa mbunge wa Tarime vijijini John Heche amekuwa mmoja wa viongozi wa mstari wa mbele ndani ya chama chake cha Chadema wanaofuatilia kwa karibu mwenendo wa kesi mbalimbali za kisheria zinazowakabili viongozi wakuu wa chama hicho. Maelezo ya mjumbe huyo wa kamati kuu ya Chadema yanagusia mgogoro wa kisheria ulioanzia katika mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, ambapo mkurugenzi wa mashtaka alijaribu kutumia kifungo cha 308 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kuwasilisha ushahidi mpya uliokusanywa baadaye. Katika uamuzi wake wa msingi uliothibitishwa na mahakama ya rufani, mahakama kuu ilibaini kuwa kifungu hicho kinaruhusu tu ushahidi uliokuwepo wakati wa mchakato wa awali wa kesi, lakini haukusomwa na wala akiruhusu kumrejesha mshahidi aliyetolewa ushahidi wake awali. Mwanasiasa huyo wa upinzani John Heche alibainisha kuwa mchakato huo wa kuwasilisha marejeo katika mahakama ya rufani ulichukua miezi kadhaa na kusababisha kusimama kwa muda kwa usikilizwaji wa kesi ya msingi katika mahakama kuu. Mjumbe huyo wa kamati kuu ya Chadema anasisitiza kuwa kuchelewa huko kwa mashauri kunaleta mateso yasiyo ya lazima kwa kiongozi na viongozi wa upinzani waliopo mahabusu kutokana na mashtaka yasiyo na dhamana kisheria kama vile mashtaka ya uhaini chini ya kanuni ya adhabu. Ushindi huo wa kisheria uliopatikana tarehe 30 Julai katika mahakama ya rufani chini ya jopo la majaji Agostino Mwarija, Sainabu Muruke na Amor Hamis unaondoa kizingiti hicho na kutoa fursa kwa kesi kuu kuendelea bila ushahidi huo wa ziada wa jamhuri. Mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche ametoa wito huo huku kukiwa na maombi mbalimbali kutoka kwa wananchi waliotaka kufanyika kwa mageuzi makubwa ya kisheria na kitaasisi ili kuzuia matumizi ya mashtaka yanayoonekana kucheleweshwa. Wananchi wengi waliotoa maoni yao kufuatia ujumbe wa mwanasiasa huyo John Heche wameonyesha kuunga mkono kauli yake, huku baadhi yao wakieleza kuwa umefika wakati kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kutathmini upya mashauri yote kabla ya kuyafikisha mahakamani ili kuepusha kupoteza muda wa mahakama. Wadau hao wa habari na sheria wamebainisha kuwa uamuzi huo wa mahakama ya rufani unazidisha nguvu
katika misingi ya utawala wa sheria na kulinda haki za washtakiwa. Kiongozi huyo wa Chadema kupitia kauli yake ameonyesha pia jinsi gani viongozi wa chama hicho wanavyoendelea kuhamasisha wanachama wao na wananchi kwa ujumla kuendelea kuweka imani katika mchakato wa kudai haki na mageuzi ya katiba mpya. Katika majukwaa mbalimbali ya kijamii, mjumbe wa kamati kuu John Heche uliopokelewa kwa hisia tofauti, ambapo wapo wananchi waliokumbushiana changamoto za ukosefu wa uhuru kamili wa mihimili wa mahakama, huku wengine wakisisitiza kuwa uamuzi huo wa majaji wa mahakama ya rufani unaonyesha uwepo wa haki pale sheria inapofutwa ama pale sheria inapofuatwa kikamilifu. Mjadala huo unaendelea kuangazia nafasi ya viongozi wa upinzani katika kutetea misingi ya demokrasia nchini. Mwanasiasa huyo mashuhuri nchini John Heche amekuwa akitumia na chama chake kufanya ziada ya mivukutano na kuhamasisha wananchi katika mikoa mbalimbali kama vile Njombe na Mara, jambo linalomfanya kuwa miongoni mwa sauti zenye ushawishi mkubwa ndani ya Chadema. Maelezo ya mjumbe wa kamati kuu John Heche kuhusu kesi ya Tundu Antipas Lissu yanakuja katika kipindi ambacho mwenyekiti huyo wa Chadema anaendelea kukabiliwa na shtaka la uhaini linalotokana na matukio ya mwezi Aprili mwaka wa 2025 jijini Dar es Salaam. Ushindi huu wa hivi karibuni wa mahakama ya rufani unadhibitisha rasmi jaribio la upande wa mashtaka la kumrejesha shahidi ACP Amiri Mahamba mahakamani hapo. Mjumbe wa kamati kuu ya Chadema John Heche anaeleza kuwa uamuzi huo wa mahakama ya juu nchini unatoa ujumbe mzito kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuhusu mipaka ya kisheria na matumizi ya vifungo vya sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Mwanasiasa huyo mwandamizi John Heche anaeleza kwa kusimama kwa kesi ya msingi kwa miezi kadhaa kulipisha maombi hayo ya marejeo kuliathiri kwa kiasi kikubwa ratiba ya kisiasa na maandalizi ya chama hicho kuelekea matukio mbalimbali ya kitaifa. Kwa sasa uamuzi huo wa mahakama ya rufani unairudisha kesi hiyo kuu katika mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam ili iendelee kulingana na ushahidi na mashahidi waliokwisha kuwasilisha awali. Kiongozi huyo wa Chadema John Heche anaendelea kusisitiza kuwa msimamo wa chama chao ni kuona mashauri yote yenye mwelekeo wa kisiasa yanatupiliwa mbali ili kuwezesha uwanja wa siasa na uwanja sawa wa kisiasa na kuimarisha maridhiano ya kitaifa. Ujumbe wa mjumbe wa kamati kuu umeibua pia mijadala kuhusu michango ya fedha kutoka kwa wanachama na wananchi wa kawaida wanaokusanya rasilimali kwa ajili ya kuunga mkono jitihada za kisheria na uendeshaji wa shughuli za Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Mfumo huo wa ushirikishwaji wa wananchi umeendelea kuwa nguzo kuu ya uendeshaji wa Chadema katika kipindi chote ambacho viongozi wake wanakabiliwa na changamoto za kisheria mahakamani.